Moja ya udanganyifu mkubwa unaoendelea katika siku za mwisho wa adui aka Bwana kala kusumbua watu kalikotupwa kutoka kule mbinguni kwa baba yetu, kashtaki ka ndugu zetu haka Bwana mdogo, ni kuwaaminisha watu waliofungwa ya kwamba wako huru. Mtu aliyefungwa kwenye gereza la Segerea, Ukonga au Butimba Mwanza mfano, ukimwambia milango yako ya biashara imefunguka, milango yako ya ujenzi wa majumba umefunguka, milango yako ya kuhubiri injili imefunguka, ili ile milango akapate manufaa ya kufunguka kwake, inabidi mlango huu wa Butimba ufunguliwe. Ili aweze kutoka akafanya yale mambo ambayo Mungu amemfungulia kwenye maisha, lazima kwanza atolewe kwenye huu wa kwanza ambao ni mlango wa gereza hapa Butimba, Ukonga au Segerea. Watu wengi kwenye mavuguvugu ya kiroho ya siku za mwisho wanaaminishwa milango hile imefunguliwa wakati huu wa msingi haujafunguliwa. Shetani hana wasiwasi kukuaminisha kwamba milango yako ya biashara imefunguliwa, milango yako ya kazi imefunguliwa, wakati anajua main gate au main door, mlango mkuu, ameushika funguo wake. Lakini Bwana asifiwe. Funguo namba moja wa mlango huu ambao umefunga access ya milango mingine unapatikana kwa njia ya maombi. Paulo na Sila waliomba, wakaimba, wakasifu. Tetemeko likatokea katika gereza, milango ikafunguka kwa sababu walikuwa ni conscious kiroho. Angalau hali ya kiroho ilikuwepo nguvu kidogo imebaki ya wao kuomba. Mlango lilozuia access ya milango yao ya injili ufunguliwa waweze kuipata. Watu wengine, sio mhusika Petro, waliomba, mlango ukafunguka gerezani kule Petro alikokuwa amefungwa. Malaika akashuka, akakatakata minyororo, akafungua njia. Mlango mkuu wa chuma ukaachia, Petro akatoka. Kumbuka, Petro hakuomba. Kumbuka, watu wenzake, waumini wenzake waliomba. Petro akaachiwa. Alivyoachiwa, sasa anapata uhalali wa kupata kuingia kwenye milango mingine mingi ambayo Mungu amemfungulia, ambayo Mungu amekwisha mfungulia. Lakini ili aipate ile milango